Jana tulikuwa tunaadhimisha Jumatatu ya Pasaka, bila kuwa tumetarajia zikaanza kutoka taarifa za kifo cha Baba Mtakatifu Francis. Mwanzo tulifikiri labda sio kweli, lakini baadaye tukathibitishiwa na ofisi ya Vatican kwamba ni kweli Baba Mtakatifu saa 1:30 asubuhi ameaga dunia. Basi kama inavyokuwa kawaida, msiba sio mwepesi kupokea, hata kama sisi wote tunajua kwamba tutakufa. Lakini basi tumepokea taarifa hizi kwa majonzi makubwa sana. Sisi kama kanisa Katoliki jimbo la Rulenge Ngara, kama sehemu ya kanisa Katoliki duniani, basi tumepokea kwa kweli kwa majonzi makubwa. Majonzi kwa sababu tu tunajua huyu alikuwa kiongozi wetu, alikuwa na mipango yake au mipango ambayo anafikiria kuliongoza kanisa, na tulikuwa bado tunatarajia kwamba ataendelea kutupa miongozo mbalimbali. Sasa ghafla imekatika, na hii ndio inaleta majonzi, kwa sababu tunajua kabisa kwamba kwa vyovyote kufa kupo. Na hivi basi baada ya kupokea sasa taarifa ya majonzi, tunaanza sasa kusali, kumwombea huruma ya Mwenyezi Mungu ampokee katika uzima mpya sasa. Halafu na kuanza kuliombea kanisa ambalo sasa linaomboleza kuondokewa na huyu kiongozi mkuu, kwamba katika hiki kipindi cha mpito tupite salama, na kuombea kwamba tuweze kupata kiongozi mwingine ambaye ataweza kuendeleza hiyo kazi ambayo Baba Francis alikuwa anaifanya kwa niaba ya Kristo kama khalifa wa Mtume Petro. Kwa vyovyote Baba Francis amefanya mambo mengi katika hii miaka aliyotuongoza, na mengine kwa kweli unaweza kusema ambayo hayakutarajiwa, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo tulikuwa tunayaona yanatendeka kwa namna fulani kwa miaka na miaka, lakini Baba Francis amekuja akaleta mageuzi fulani, namna ya kutazama mambo, namna ya kuelekeza mambo. Mfano hata katika uongozi wa kanisa lenyewe pale, wasaidizi wake wakubwa pale Vatican, kwamba katika zile ofisi kubwa za kumsaidia kuliongoza kanisa, tulikuwa na mazoea kwamba ofisi zote za juu kwa kweli karibu zote zilikuwa zinashikwa na makardinali. Makardinali ndio walikuwa viongozi wakuu, lakini yeye alipoingia akatenganisha. Kuna shughuli ambazo zinafanyika na zinamhitaji mtu mwenye daraja takatifu. Kama ni kutoa sakramenti kwa mfano, hizo zinamhitaji mtu mwenye daraja takatifu. Kuadhimisha misa takatifu inahitaji mtu mwenye daraja takatifu. Lakini kwa mfano uongozi wa idara, uongozi wa vitengo muhimu katika kanisa, vingine havimhitaji mtu mwenye daraja takatifu. Kwa hiyo alianza kufanya mabadiliko, na tunakuta sasa kwa mfano kati ya idara kubwa kabisa zinazo kuwepo pale Vatican, kwa mfano idara inayosimamia wana maisha ya wakfu, watawa mbalimbali na watu waliojiweka wakfu kwa ajili ya maisha hayo. Hiyo idara kwa siku zote huko nyuma ilikuwa inasimamiwa na kardinali, lakini yeye sasa amefika mahali akasema sio lazima awe kardinali, na hivyo akamteua sister awe ndio kiongozi mkuu wa idara. Halafu chini yake akamweka kardinali ndiye awe kama makamu wake. Sasa hii imeshangaza kidogo watu, na hiyo ni sehemu moja tu, lakini kuna maeneo mengine katika mambo ya uongozi wa kanisa Katoliki ameleta mabadiliko ambayo tutamkumbuka kwa kweli, na yule ambaye atakuja labda atafikiria mara 2-3 kusema abadilishe, labda arudi kule nyuma
kama ilivyokuwa huko zamani. Lakini hii tutamkumbuka Baba Francis, lakini pia ni katika kutazama namna alivyokuwa anatazama matatizo ya ulimwengu, kwa sababu kama kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, yeye ndiyo ni kiongozi wa Katoliki ndiyo, lakini anaangalia mema ya watu wote, kwa sababu watu wote ni watu wa Mungu, na hivi anajaribu kuangalia kama ni changamoto tunaweza tukazikabili vipi, kumwondolea changamoto binadamu katika hali mbalimbali, awe ni muumini awe sio muamini, awe ni Mkristo asiye Mkristo, lakini alimradi yeye ni mwana wa Mungu na anakabiliwa na changamoto. Huyu ni mtu alikuwa mtu wa watu. Kwa mfano watu ambao wameumizwa na vita, mapigano mbalimbali, watu kukosewa haki mbalimbali, hawa aliwatazama sana. Aliwatazama sana watu maskini. Tunamjua kabisa sifa yake ya kwanza tangu anachaguliwa, amewaangalia maskini. Na hata alipokuja kuchagua jina Francis, unaona kabisa lilikuwa lina aksi hilo. Francis, Mtakatifu Francisco wa Asizi, sifa yake ilikuwa ni umaskini kubwa kabisa. Na yeye anapochaguliwa tu hivi, la kwanza anawafikiria maskini. Na ametuhimiza muda wote, maskofu, wachungaji, mapadre, kuweni karibu na maskini, muwasaidieni maskini. Hivi tunavyozungumza tangu leo tarehe 22, makardinali sasa wako wanakusanyika pale Roma, na jambo la kwanza linalo anza kufanyika ni kwanza kuharibu ile pete ya papa. Kila mmoja anajiuliza pete ya papa maana yake nini? Pete ya papa ambayo inaitwa pete ya mvuvi, ndio unaweza kusema muhuri maalum wa nyaraka muhimu za kanisa ambao anautumia kwenye nyaraka mbalimbali. Kwa hiyo ili kuzuia kusiwepo na, unajua sisi ni binadamu lolote linaweza likatokea, ili kuzuia kusiwepo na matumizi mabaya ya muhuri huo, hiyo pete kwanza itaharibiwa na jopo la makardinali pale ambao tayari wameshafika pale Vatican. Alafu jambo la pili ilikuwa ni kupanga tarehe ya mazishi ya Baba Mtakatifu ambayo tayari wameshaipanga, kwamba tarehe 26 ya mwezi huu ndipo atakuwa anazikwa. Baada ya mazishi itafanyika pale Vatican, lakini baadaye ataenda kuzikwa katika kanisa la Maria Mkuu, tunaita Maria Maggiore. Ni hatua kidogo kutoka pale Vatican, labda kilomita 3-4 hivi, ndipo atakwenda kuzikwa kule, kwa sababu yanasema maisha yake na utume wake kama padre, kama askofu ulikuwa chini ya maombezi ya Mama Maria, na hivyo anataka yale maisha yake ya kibinadamu sasa yapumzishwe pale kwenye kanisa hilo la Maria Maggiore, nje ya kanisa kuu la Vatican pale, ambapo katika hali ya kawaida mapapa wengi huwa wanazikwa, lakini yeye ameamua kuzikwa nje ya Vatican pale. Sasa watakapomaliza mazishi, makardinali wataanza mchakato sasa wa kuingia matayarisho ya kuja kumchagua Baba Mtakatifu mwingine. Zitapita siku kadhaa hapo, kama 7 mpaka 15 hivi matayarisho, halafu wataingia kwenye kitu kinaitwa conclave. Conclave maana yake ni wanajifungia katika chumba maalum ambacho kipo hapo kwa malengo hayo, na baada ya kufungiwa mle ndani watakaa humo wakipiga kura mpaka atakapopatikana Baba Mtakatifu mwingine, mpaka tutakapoona moshi mweupe basi kuashiria kwamba sasa Baba Mtakatifu mwingine ameshapatikana, ndipo makardinali watatoka huko. Kwa hiyo mchakato una miongozo ambayo ipo ya kuongoza namna ya kumpata Baba Mtakatifu, na hiyo miongozo ndio inafuatwa mpaka kupatikana Baba Mtakatifu mpya.